Introducing Mercy and Goodness. Tunawatambulisha Mercy na Goodness, ambao safari yao ya kupata maisha ya kujitegemea ni ya kipekee kama ilivyo dhamana yao. Wakiwa wameungana upande wa kichwa, hawajawahi kuonana uso kwa uso, lakini hilo linakwenda kubadilika. Wanakaribia kutenganishwa kwa msaada wa teknolojia ya kisasa ya akili bandia, AI. Akili bandia imepiga hatua kubwa sana. Inabadilisha karibu kila sekta duniani, na kwa wengi wetu imebadili namna tunavyofanya kazi zetu. Moja ya sekta ambazo AI inaleta mabadiliko makubwa katika maisha ya watu ni sekta ya afya. Tupo Abu Dhabi kukutana na daktari bingwa wa upasuaji wa ubongo ambaye anakaribia kufanya operesheni ya kubadilisha maisha ya watoto hawa kwa kutumia AI. Kwanza, mapacha hao walifanyiwa uchunguzi wa kina katika hospitali ya Sheikh Khalifa Medical City, Abu Dhabi, ili kupata picha za kina za ubongo wao. Picha hizo ziliwawezesha madaktari waliopo sehemu mbalimbali duniani kufanya mazoezi ya upasuaji huo mara kwa mara kwa kutumia teknolojia ya mixed reality inayochanganya mazingira halisi na picha za kompyuta za mfumo wa 3D. Baada ya hatua 3 za upasuaji, madaktari walifanikiwa kutenganisha mishipa yao mikubwa ya damu na kukuza ngozi mpya ya kufunika sehemu za fuvu. Hata hivyo, upasuaji huu ulikuwa na hatari kubwa. Baadhi ya mapacha waliowahi kutenganishwa hapo awali walipata madhara makubwa kama vile kupooza kutokana na kiharusi, kuharibika kwa ubongo au hata kupoteza maisha. Unapofanya upasuaji wa kuwatenganisha mapacha walioungana kichwani, kuna nyakati ambapo sehemu kubwa ya ubongo wao huwa wazi kabisa kwenye meza ya upasuaji. Katika hatua hizo, hatari ya kujeruhi ubongo ipo. Tumewahi kukutana na hali hiyo katika operesheni zilizopita. Njia bora zaidi ni kufanya utenganishaji bila kusababisha majeraha yoyote kwenye ubongo. Na mbinu hii mpya inatuwezesha kufanya hivyo. Tuambie, akili bandia na teknolojia ya mixed reality zimechangiaje katika kupanga na kufanya upasuaji huu? Augmented reality, mixed reality technology. Teknolojia ya augmented reality na mixed reality imepeleka maandalizi ya upasuaji katika kiwango kingine kabisa. Badala ya daktari kulazimika kutengeneza picha za 3D akilini mwake, mfumo huu unafanya kazi hiyo moja kwa moja. Unaweza kuona picha za 3D zikielea mbele yako au zikiwekwa moja kwa moja juu ya mwili wa mtoto unayemfanyia upasuaji. Hii inakupa uelewa sahihi zaidi wa maumbo ya viungo na tatizo lenyewe, hivyo kupunguza uwezekano wa kusababisha madhara. Baada ya miezi mingi ya maandalizi na kupanga kila hatua kwa umakini mkubwa, hatimaye siku ya upasuaji ilifika. Baada ya miezi 19 ya kuishi wakiwa wameungana, Mercy na Goodness walifanikiwa kutenganishwa. Miezi 6 baadaye, watoto hao bado wanaendelea na safari yao ya kupona. Ingawa kumekuwa na changamoto kadhaa, familia yao sasa inaishi maisha ambayo hapo awali yalionekana kuwa ndoto isiyowezekana. I'm so happy. I'm so happy. I'm jumping up. Nina furaha sana. Furaha isiyoelezeka. Nilikuwa naruka kwa shangwe. I was jumping up then. 3. Yeah, you get it. Before they are conjoined, they stay in one place. Kabla ya kutenganishwa, walikuwa wanabaki sehemu moja tu. Hawakuweza kutambaa, kukaa, kusimama, wala kutembea wenyewe. Lakini sasa, namshukuru Mungu, wanatembea bila kushikwa wala kusaidiwa. Wanatembea wenyewe. Unaweza kuona jinsi walivyo na furaha, sivyo? Wana furaha sana. Namna wanavyokuangalia inaonyesha wazi kuwa wana furaha kubwa. You can see how happy they are, can't Yeah, you? very happy. Very, very happy. The way they are looking at you, they're really happy.